hayende hayem hayende hayem hayende hayem hayende hayem. The kingdom, the kingdom, the kingdom, the king, the kingdom, the kingdom, the kingdom, the king. Hayende hayem hayende hayem hay. The kingdom, hayem mawe. The kingdom. Tuna mashaka na huyu mtu ndiye aliyemtorosha binti mfalme au alitaka kumfanya mateka. Hapana baba, huyo hahusiki kwa lolote. Alinisaidia nilipokuwa msituni. Nilikutana naye kule akiwa kwenye safari zake tu. Wewe ni nani? Umetokea wapi? Na ulikuwa ukifanya nini ndani ya msitu wetu? Kwa sababu sijawahi kuwaona watu wa aina yako ndani ya himaya yangu. Nilikuwa nakuja huko. Alikuwa anaelekea Falme ya Mashariki. Hausiani kabisa na falme yetu. Baba, tafadhali mwache aondoke. Hapana. Hawezi kwenda mahali popote mpaka tujue chimbuko lake ni lipi. Na kwa nini alikuwa katika misitu yetu? Kuna haja mtukufu mfalme ya kumfanyia uchunguzi. Kwa nini alikuwa katika misitu yetu na akiwa na binti mfalme? Swala la huyu mgeni na kuachia wewe. Mnaweza kuondoka. Isipokuwa huyu binti wangu niachie na mazungumzo na yeye. Binti mfalme, inabidi tuwe makini. Mfalme ameshazuia watu kuoga katika haya maji kwa sababu yanatiririka mpaka kwenye mto wa himaya, na wanahimaya wanatumia maji haya kwa ajili ya kunywa na kupikia. Usijali, hakuna mtu yeyote anayeweza kwenda kunisemea kwa mfalme. Pia hao wanahimaya kunywa maji nilioga mimi ni baraka kwao, inabidi wanishukuru. Uishi binti mfalme wa himaya hii. Uishi kijakazi wa himaya. Zoya amerudi akiwa mzima bila changamoto yoyote. Nini? Hii inawezekanaje?
Mjomba, huyo mgeni anaonekana sio mtu wa kawaida kabisa, na tunatakiwa tumfanyie uchunguzi wa kina, tujue anatokea wapi. Kwa sasa yupo mikononi mwako, inakubidi ufanye chini juu ili ujue asili yake, na ukiona naenda kuwa kikwazo kwako, inabidi tumuondoe kwa vyovyote vile. Sawa, nimekuelewa na nitalifanyia kazi kwa kina. Lakini mjomba, wakati nakuja hapa nimekutana na Malkia mdogo. Inaonekana wazi alikuwa anatokea kwako. Ana shida gani? Anahitaji umoe binti yake, na lengo lake kuu anahitaji kumfanya mwanae kuwa malkia. Mtu mwenye tamaa kama huyo ni vizuri kufanya naye kazi, lakini tutafanya kazi wenyewe bila kuwa upande wa malkia mkubwa wala malkia mdogo. Mimi nitamuoa Zoya tu. Hawa wengine nitakuwa na menya maganda na tupa kushoto, mbegu na tema kulia. Kuhusiana na swala la kuwa wake zangu, ili wasahau. Labda utabaki kwa makahaba tu. Wa kuchezewa. Ila kuwa makini. Kwa nini umepinga amri yangu? Kwa hiyo uliona ni bora kutuacha mimi na mama yako na watu wa himaya hii, ili mradi tu usiolewe na jemedali. Unajua mama yako wameumwa kwa sababu yako, hataki hata kula. Nisamehe sana baba, nilikuwa nimechanganyikiwa tu, sikujua hata ukubwa wa maamuzi niliyoyafanya. Naomba unisamehe. Unajua nakupenda sana binti yangu. Hata mimi sitaki kukulazimisha kuolewa na mwanamume usiyompenda, lakini mimi ni mfalme na watu wa himaya hii wote wananitegemea mimi. Kila maamuzi ninayoyafanya si kwa faida yangu, bali ni kwa faida ya watu wote. Najua huwezi kunielewa kwa sababu hujui uzito wa majukumu yangu. Najua unanijali sana babangu, na unafanya yote haya kwa faida ya kila mmoja wetu. Lakini babangu, naamini wewe ni kiongozi mwenye busara, na naamini pia utaniokoa kwenye hili. Nenda kapumzike kwanza, tutaongea baadaye. Malkia, Malkia, acha kupayuka. Unajua Malkia ni mgonjwa? Samahani, nilikuwa na furaha, nimejisahau. Kuna nini? Malkia, binti mfalme amerudi. Yupo kwa mfalme. Una uhakika hizo habari ni za kweli? Ndiyo, nimetoka himayani. Nimemwacha akiwa anaongea na mfalme. Basi sawa. Anza kuandaa kila aina ya chakula anachopenda binti yangu. Sawa Malkia. Mama, ni kweli Zoya amerudi? Ndiyo, sikutegemea kabisa kama angerudi akiwa mzima. Na vipi kuhusu mipango yetu? Mama, sipo tayari kumkosa jemedali. Kama Zoya amerudi, inamaanisha mipango ya ndoa inaendelea. Usijali binti yangu, wewe ndio utakaye kuwa malkia wa hii himaya. Nitahakikisha unakuwa, hata ikigharimu kuua watu wote. Vipi kuhusu mtabiri? Yeye anasemaje? Mtabiri bado haeleweki yuko upande gani, lakini nina imani atakuwa upande wetu tu. Ila cha kwanza tunachotakiwa tuanze nacho, tuhakikishe tunamuua Zoya na mama yake, kwa sababu wao ndio vizuizi kwenye mipango yetu. Mama, hivi umesikia habari ya binti mfalme? Habari gani tena? Maana hapa kwenye himaya leo kila mtu anaongea jambo tofauti.
Binti mfalme alitoroka kwenye himaya na ni siku ya pili sasa. Haiwezekani. Binti wa kifalme atoroke bila walinzi kujua? Na sio hivyo tu. Amekamatwa na mtu wa ajabu asiyejulikana na mtu yote katika himaya hii. Mtu gani? Na katoka wapi? Hakuna anayejua. Maana inasemekana mavazi yake ni ya ajabu, nywele zake za ajabu, hadi rangi yake. Isije ikawa ni wale watu wa milimani wanaochukuaga watu huku kwa ajili ya matambiko. Sidhani, maana afanani kabisa na jamii yetu. Unajua uliniacha katika wakati mgumu sana. Ulifikiria nini kuondoka na kuniacha peke yangu? Ulitegemea mamako nitapitia hali gani huku nilipo? Na unajua wewe ndo binti yangu wa pekee. Naomba unisamehe sana mamangu, na kuahidi haitojirudia tena. Nilikuwa katika kutetea hisia zangu. Mimi sipo tayari kuolewa na jemedari. Ni sawa binti yangu Zoea. Lakini kumbuka siku zote mtoto wa kike, msiri wake ni mama yake. Siri yako wewe inapaswa kuijua mimi. Nilikumbuka kukulisha chakula kwa mikono yangu. Upo sahihi unachokiongea. Lakini tambua maamuzi yao aliyotoa ni baba yako. Na ni kwa faida yetu sote. Sawa mamangu, nikuelewa. Na halafu pindi nilipokuwa msituni nilikutana na mtu wa ajabu sana. Yaani kuanzia rangi, nywele mpaka mavazi aliyovaa. Kwa muonekano tu anaonekana sio binadamu wa jamii yetu. Ni mwanaume wa aina gani huyo? Na vipi? Hakukuzuru? Hapana mama, nipo sawa. Na nilijaribu kumuuliza kuwa anatokea dunia ya wapi. Akaniambia kuwa anatokea dunia hii. Dunia hii? Jamii ya watu wa dunia hii ni kama sisi. Sasa huyo atakuwa ni mtu wa dunia gani? Na kama yeye amesema ametokea dunia hii tunaoishi sisi. Hata hivyo tumekuja naye mpaka hapa kwenye himaya na yupo mikononi mwa jemedari. Nakuuliza tena, wewe ni nani na umetokea wapi? Jemedari, huyu atasema tu. Mrudisheni. Nilikuwa napita njia tu. Nilikuwa naelekea kusini. Kwa nini ulimtorosha binti mfalme? Ulikuwa na mpango gani wa siri? Binti mfalme alisaidia. Nilikuwa na kiu. Shusha. Nisikilizeni kwa makini. Huyu anaonekana si mwanadamu wa kawaida na hafanani na jamii yetu, na huenda akawa na mpango mkubwa sana wa siri, kwa sababu hahitaji kuongea ukweli. Tumrudishe himayani, kisha ataendelea na adhabu yake. Atasema anahitaji nini katika himaya hii. Sawa jemedari, amri yako ni deni.
Samahani sana, sikujua ushauri wangu kama ungekuletea matatizo yote haya. Nisamehe sana dada yangu. Wala usijali, najua ulifanya yote haya kwa sababu tu unanipenda. Mimi hata sikulaumu. Hapana, nimekusababishia matatizo. Na aliniambia nikupe ushauri wa kutoroka alikuwa ni dada yangu. Nilidhani alikuwa na wasiwasi na wewe, kumbe ilikuwa ni mipango yake ili uondoke ufalmeni. Oho, kumbe hii ndio ilikuwa mipango yake. Asante sana kwa kuniambia. Na vipi, bado anaendelea kukutesa? Ndiyo, na mama yangu ajali kabisa, anajifanya aoni kinachoendelea. Muda mwingine najiuliza, hivi kweli yule ni mama yangu mzazi au kwa sababu sijawahi kuona mama anayemchukia mwanae. Usijali, mimi na mama tupo kwa ajili yako. Nasikia umekuja na mtu wa ajabu, natamani kumuona. Eti upo tofauti na sisi? Hapana, sio sana, ni nywele tu na rangi. Hata hivyo nilikuwa naenda kumuona, tunaweza kuongozana. The kingdom, the king.